Ninakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa baraka kwa channel hii kufuatilia. Mungu wa mbinguni akubariki sana, lakini nichukue fursa hii kukuomba wewe ambaye bado hujabonyeza alama ya subscribe katika channel hii, tafadhali na kuomba sana usisahau kufanya jambo hilo ili channel hii wafikie watu wengi duniani, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na leo tunalo somo ambalo linazungumzia mambo ya kuzingatia tunapokuwepo katika mfungo. Mfungo hauko tu kwa ajili ya kuacha chakula. Ni mchakato wa ndani, ni safari ya moyo na roho. Ni kipindi cha unyenyekevu wa dhati ambapo unapoelekea mbele za Mungu, unapoacha hila na uzembe wa maisha, unashindwa kuficha dhambi hata kidogo. Lakini ukishindwa kuelewa maana ya mfungo, utaanza kufanya kwa sababu ya fahari au chuki au kujionyesha mbele za watu, na hapa unapoteza baraka kuu ambazo Mungu alikusudia kwa ajili yako. Leo tutazungumzia mambo matano yanayopaswa kuepukwa ukiwa kwenye mfungo wa maombi, mambo ambayo yataleta mwanga wa tafakari ndani ya moyo wako, kukufundisha thamani dhahiri ya mfungo na jinsi ya kufanya mfungo wako usiwe tu kipimo cha kujitahidi, bali kuwa chombo cha neema, nguvu na upendo wa kiroho. Kila kipengele kitakufanya kuchunguza roho yako, kuondoa uzembe na kuona uhalisia wa mahusiano yako na Mungu. Hii si hadithi tu ya kuambiwa, ni changamoto ya kiroho. Ni wito wa kugeuka, kusafisha moyo na kuona nguvu ya mfungo ikikushukia kama mvua ya baraka katika maisha yako. Nikuombe ungana nami mwanzo mpaka mwisho tunapopitia pointi hizi 5 ambazo ukizingatia zinaweza kukupa mfungo wenye baraka. Namba 1. Usifanye mfungo ili uonekane mbele za watu. Kujionyesha mbele za watu. Mfungo ni safari ya siri ya moyo, si jukwaa la kujionyesha fahari mbele za wengine, si jukwaa la kujionyesha hali ya kiroho kwa wengine. Kufanya mfungo ili watu wakushangilie au wakuone kama mtakatifu ni kosa kubwa sana. Wengine hufanya mfungo kwa sababu wanataka waonekane ni werevu, wanataka waonekane ni waadilifu au ni wa kiroho mbele za macho ya watu. Lakini ukweli ni kwamba sifa za binadamu ni za muda tu, huku neema ya Mungu ikikaa milele na milele. Yesu Kristo alisema maneno haya: wala msionyeshe kama Wafarisayo, wenye kupenda kusimama katika masinagogi na wenye miguu ya barabara kujionyesha mbele za watu. Lakini unapofunga, kaa katika chumba chako cha siri, naye Baba yako aliye mbinguni atakuona na atakuzidishia. Katika Mathayo sura ile ya 6 fungu lile la 16 mpaka 18. Mfungo wa kweli unahitaji moyo wa unyenyekevu, moyo wa siri, na kutokutaka kupongezwa na wanadamu au kutokutaka kujionyesha mbele za wanadamu. Ni kazi ya ndani, sio onyesho la macho ya watu. Fanya kwa siri na kwa moyo safi, utashuhudia baraka ambazo Mungu ameziweka juu yako na akikujibu ukiomba kwa moyo wa dhati. Namba 2. Usifanye mfungo bila toba na maungamo ya dhati. Katika jambo ambalo watu hulikosea ni hili: mfungo bila toba ni kama chakula kisicho na ladha, kama mwili bila roho. Mfungo si tu kuacha chakula, ni kusafisha moyo, kuondoa dhambi na kugeuza mawazo yetu kwa Mungu. Bila toba, mfungo haufiki mahali popote. Unaweza kuwa kelele tu mbele za Mungu au kujinyima chakula tu. Biblia inasema, ikiwa tumesema kuwa hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Lakini tukikiri dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki, atusamehe dhambi na kutusafisha katika hila zetu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana mstari ule wa kwanza, sura ile ya kwanza fungu la 8 hadi la 9. Kwa hiyo unapofunga, hakikisha umeomba toba mbele za Mungu, naye ni mwaminifu, atakusikia. Namba 3. Usifanye mfungo bila kusoma neno la Mungu na maombi. Mfungo bila kusoma neno la Mungu na maombi ya dhati
ni sawasawa tu na kushinda na njaa. Mfungo bila neno la Mungu ni sala, ni sawa na mwili usio na roho. Neno la Mungu ni kimbilio la moyo, mwanga wa maisha na silaha ya nguvu wakati wa udhaifu. Bila kusoma na kutafakari na kuomba, moyo unakosa mwanga, nguvu za roho hupungua, na mfungo unakuwa mtupu wa kiroho na unakuwa ni mfungo usio na matokeo. Biblia imesema, maneno yako yaliponipata nikayapokea, yakakuwa furaha ya moyo wangu na mwanga wa roho yangu, katika Yeremia sura ile ya 15 fungu lile la 16. Lakini katika Zaburi ya 119 fungu lile la 105 anasema, neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo katika mfungo wako hakikisha umetenga muda maalum kwa ajili ya maombi, muda maalum kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, maana mfungo bila maombi ni sawasawa tu na kushinda na njaa, kujitesa mwili wako bure. Kinachotufanya tuwepo katika mfungo ni kwa sababu ya kuweka mahusiano yetu karibu na Mungu. Mungu anazungumza nasi kwa njia ya maombi, Mungu anazungumza nasi kwa njia ya neno. Namba 4, usifanye mfungo wako huku unaendelea kutenda dhambi. Kufanya mfungo huku ukiendelea kufanya dhambi ni kama kujaribu kuficha jua mikononi mwako. Mfungo ni njia ya kutusafisha katika dhambi. Mfungo ni njia ya kutengeneza mahusiano yetu na Mungu. Kuendelea kubaki katika dhambi ni kana kwamba haikuwa na faida ya kuwa katika mfungo, kwa sababu mfungo unatutengenezea mahusiano yetu na Mungu, unatengeneza mahusiano yaliyobomoka. Sasa inakuaje unakuwa katika mfungo na bado unaendelea katika dhambi? Hebu ukiwa katika mfungo, zingatia maneno unayozungumza, zingatia yale unayoyawaza, mazingira uliopo. Je, yako ya aina gani? Ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba unapokuwa katika mfungo na huku bado mawazo, hata tu mawazo yakiwa katika hali ya dhambi, akili ikiwa katika hali ya dhambi, unayoyatazama yanayokuzunguka hayapaswi kuwa katika hali ya dhambi, maana yatakutoa katika mfungo wako. Namba 5, usifanye mfungo huku una chuki na kushindwa kusamehe. Mfungo Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mnapaswa kuwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kushindwa kusamehe watu waliokuudhi na unaenda kwenye mfungo na unaomba toba mbele za Mungu ili akusamehe wewe, hakika ni jambo ambalo yeye mwenyewe alisema kwamba haiwezekani. Kusema katika kitabu cha Efeso sura ya 4 fungu lile la 32 amesema kwamba kama Baba alivyowasamehe ninyi, pia sameheaneni. Bila msamaha hakuna baraka ya mfungo itakayokufikia. Ikiwa kuna watu walikuuzi, wasamehe, ili unapoingia katika chumba cha siri cha kuzungumza na Mungu wako, Baba wa mbinguni akutendee miujiza mikubwa katika maisha yako. Haya ni mambo 5 ambayo nimetamani tushirikishane katika siku hii ya leo, ya kwamba tunapofunga tuyazingatie. Wakati mwingine tunakosea kabisa. Usifanye mfungo bila toba ya kweli, lakini pia usifanye mfungo ili kujionyesha mbele za watu. Usifanye mfungo bila kusoma neno la Mungu na maombi, lakini usifanye mfungo huku bado upo unaendelea kutenda dhambi katika mawazo na katika kila sehemu unayofanya. Alafu mwisho nikasema usifanye mfungo huku bado una chuki moyoni, umeshindwa kuwasamehe watu waliokuudhi. Ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kunifuatilia hapa Hope Praise Ministry. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Ni kuombe tu usahau hapo chini kucomment, lakini pia kushare, lakini pia kubonyeza alama ya subscribe ili channel hii iwe baraka kwa watu wengi. Mungu akubariki sana.